Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa kunipa kibali hiki tena mbele yako. Leo Roho Mtakatifu atakwenda kutufundisha katika kichwa cha somo kinachosema sababu za kuwepo kwako. Moja katika vitu ambavyo vitaathiri utendaji wako, moja katika vitu ambavyo vitakufanya ufanikiwe zaidi ni kujua sababu za kuwepo kwako. Watu wengi wameishi kwa sababu wamekuta mifumo ya dunia tayari ipo. Lakini nataka nikwambie, ukijua sababu za kuwepo kwako duniani, utaishi kwa kujiamini na kufanikisha mambo yako kiurahisi kabisa. Kwa sababu ukijua kwa nini uko duniani, ukijua nani anayetenda kazi kwenye maisha yako, utafanya vitu kwa kujiamini sana. Watu wengi wanashindwa kujiamini kwa sababu bado hawajajua wao ni akina nani katika hii dunia. Nataka nikwambie, unayejiona unatembea, huo mwili ni utambulisho wako hapa duniani. Ndani ya huo mwili wako kuna kiumbe kinachoishi ambacho kinatoka kwa Mungu. Sasa hicho kiumbe maana yake kimebeba destination nzima maisha yako. Lakini pia kuna principle. Ili kile kiumbe kilichomo ndani yako kiweze kufanya kazi, inategemea na aina ya chakula unachokilisha. Bado hujanielewa? Ili yule mtu wa ndani anaoishi katika maisha yako, ili aweze kufanya kazi, inategemea na aina ya chakula unachomlisha. Sasa watu wengi wanashindwa kuishi vizuri na kutimiza ile adhima yao hapa duniani, ni kwa sababu wanaishi kama walimwengu waishivyo. Hawaishi kama makusudi ya Mungu inavyowataka kuishi kwenye maisha yao. Wanaishi kwa sababu wanasikiliza watu wanavyowazungumzia. Wanaishi kwa sababu ya historia ya familia yake. Ametoka kwenye familia duni, ametoka katika ukoo ambao hauna position hapa duniani, haujashika hata ubalozi wa nyumba 10. Kwa hiyo akiangalia historia aliyotoka, anaona kwamba yeye ni mtu wa hivyo. Nataka nikwambie kitu. Kuna wakati watu wanaweza kukudharau sana. Kuna wakati watu wanaweza wasikuelewe. Lakini nataka nikwambie, wewe sio wa kawaida. Anza kujua sababu za kuwepo kwako duniani, na utaanza kuishi kuona matokeo yako makubwa, sio sawa na watu wengine hapa duniani. Sikiliza, katika hii dunia hakuna jambo linalotokea bila sababu. Mungu hufanya chochote, Mungu hafanyi chochote kwa bahati mbaya. Maisha yako ni zawadi yenye kusudi, na hata changamoto zako zina maana ndani ya mpango wa Mungu. Sasa leo tutajifunza somo muhimu sana kwenye maisha yako, sababu za kuwepo kwako. Sikiliza, kama una note, andika, itakusaidia sana kwenye maisha yako. Namba 1, wewe ni wazo la Mungu, sio bahati mbaya. Ili uweze kushinda katika mambo yako unayoyafanya, lazima uweze kujua kwamba wewe ni wazo la Mungu kamili. Yaani katika ulimwengu wa roho, Mungu akawaza, akasema no, acha mwanangu aende duniani. Sikiliza, ili sasa uweze kugundua haya mambo, lazima uweze kujua sababu za kuzaliwa kwako. Ukisoma Yeremia sura ya 1 mstari wa 5, neno la Mungu linasema, kabla hajakuumba tumboni alikujua. Maana yake kabla hujazaliwa, Mungu alikuwa na kusudi maalum juu ya maisha yako. Wewe ni wa kipekee, uliumbwa kwa kusudi la kipekee. Sikiliza pointi, andika pointi. Kukataa kwa watu hakubadili kusudi la Mungu kwako. Kukukataa kwa watu hakubadili kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Watu wanaweza kukuona hufai, lakini Mungu anaona thamani isiyoelezeka ndani yako. Nisikilize nikwambie, thamani ya maisha yako haiji kwa komenti za watu. Uthamani wa maisha yako hauji kwa watu kukusapoti kwenye mambo unayoyafanya. Kuna wakati unaweza ukafanya jambo alafu watu wasione ile adhima iliyoko ndani yako. Unaweza ukafanya jambo zuri, lakini watu wakakukatisha tamaa. Komenti za watu haziwezi zikaonyesha ule uthamani wako au lile kusudi lako la hapa duniani. Nataka nikwambie kitu, uwepo wako duniani uko kwa makusudi ya Mungu. Haijalishi watu wanajua historia yako mbaya. Haijalishi unapofanya jambo leo, watu wanakufananisha na historia iliyopita. Wewe ulikuwa mwanadamu, wewe ni mwanadamu, uliishi kama wanadamu, lakini ndani yako kuna roho ambayo ina hatima. Sasa wakati ukifika, hata watu wakisema wakulinganishe na yule mtu aliyopita, hawataweza, kwa sababu ile hatima yako itatenda kazi kuliko binadamu ulioishi. Sijui kama unanielewa. Namba 2, sababu ya kuwepo kwako ni kusudi,
sio starehe tu, sio starehe tu. Yani kuna watu wamezaliwa lakini hawajui kwamba eti kwa sababu alizaliwa na Baameli, kwa sababu alizaliwa na mlevi, basi wanafikiri kuwepo kwao ni kwa sababu ya starehe iliyofanyika na mama fulani kahaba. Nataka nikwambie kitu, hata kama historia yako ulizaliwa kwa mama yako kuingiliwa bila ridhaa yake, lakini nataka nikwambie kuwepo kwako kuna makusudi sana hapa duniani, na bado ulikuja kwa makusudi. Ukifahamu mpango wa Mungu kwenye maisha yako, utakuwa lijitu lililoshindikana kwenye maisha yako. Sikiliza, katika Waefeso 2 sura ya 10 neno la Mungu linasema, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tuenende kwa matendo mema. Nataka nikwambie kitu, Mungu alikuumba kufanya jambo fulani hapa duniani. Cha kwanza, kutumika, kuleta mabadiliko, kuponya, kufundisha na kuongoza. Usione maisha kama nafasi ya kutafuta starehe, bali nafasi ya kutimiza jukumu lako. Lakini andika pointi hii, itakusaidia. Kama hujui sababu ya kuishi, utaishi kulalamika badala ya kutimiza. Yani wewe utakuwa ni mtu wa kujilaumu kila wakati. Ni kwa sababu hauishi katika kusudi lako. Unaishi kama principles za dunia jinsi zinavyokwenda. Unaishi kama dunia itakavyo na wala sio Mungu atakavyo. Namba 3. Pointi namba 3 hiyo. Namba 3. Magumu unayopitia yanajenga maandalizi ya kusudi. Sikiliza, yani ukimtesa mtu mwenye kusudi, kadiri unavyozidi kumpa wakati mgumu, ndio unamsogeza katika kusudi. Kuna wakati uliandaliwa ajenda mbaya ya kuondoa duniani. Kuna wakati walikuandalia fedheha. Kuna wakati walikuandalia romance mbaya. Kuna wakati adui alifanya mambo ya kuondolea wale supporter company kwenye maisha yao, wakuone kwamba wewe ni tapeli, wakuone kwamba wewe haufai, ili usifike katika hatima yako. Kuna wakati mlipita kwenye mazingira magumu, ni kwa sababu hujajua wewe ni nani. Kuna wakati walikuandalia mission mbaya, lakini unashangaa unapita. Leo ukianza kujiuliza kwamba pale nilipitaje, pale ningetakiwa nife lakini nimesurvive, pale ningetakiwa hivi, unashangaa unazushiwa mambo mikubwa na watu ambao wenye nyadhifa kali serikalini ndio wanaenda kukuripoti kwamba wewe ni jambazi, au wanakuripoti kwamba wewe mtu uko wa hivyo. Kumbe kuna wakati maadui wanaweza kukupangia ajenda za kuondoa kesho yako, ili unuke mbele za watu, ili hatima yako isikamilike. Sikiliza, kuna wakati unapitia wakati mgumu, sio kwa sababu ya jinsi unavyoonekana, ni kwa sababu ya ile hatima ulioibeba ndani yako. Ukiona adui anatumia nguvu kubwa, asante Roho Mtakatifu. Sikiliza, ukiona adui anatumia nguvu kubwa kukufedhehesha, ujue ndani yako una maisha ya watu. Ukiona ukifanya jambo lina ile romance, ni rahisi sana kuenea kwa watu, ni rahisi sana kuamgusa kila, basi ujue ndani yako una majibu yaliyogusa maisha ya watu. Na mtu kama huyu unapoendelea kumfanyia vitu vibaya, ndio kadri anavyozidi kushine katika hii dunia. Sikiliza, namba 3, nimesema unaoyapitia yanajenga maandalizi ya kusudi. Uelewe hilo. Warumi 8:28 neno la Mungu asema, "Tojua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao." Lakini nataka nikwambie, magumu si mwisho wa maisha, bali ni daraja la kukusafirisha katika kusudi lako. Lakini andika tena pointi hii, mateso yako ni ushahidi kuwa kuna kitu kikubwa kinakuja. Lakini andika tena pointi hii, itakusaidia. Huwezi kuelewa thamani ya nuru mpaka upitie giza. Kuna wakati unapoendelea kupitia wakati mgumu, Mungu anakupa mafunuo. Katikati ya wakati mgumu, Mungu anakupa mafunuo. Katikati ya watu kukukataa, Mungu anakuchipusha nguvu mpya kwenye maisha yako. Pointi namba 4, wengine ukukataa ni sehemu ya safari ya kukubaliwa na Mungu. Sikiliza, kuna wakati unashangaa tu, kuna watu wanakukataa. Kuna watu wanakukataa. Lakini nataka nikwambie, hiyo ni safari katika maisha yako. Jiwe waliolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Zaburi 118:22. Nataka nikwambie, usikate tamaa kwa sababu ya kukataliwa na watu. Mungu atakufanya kuwa wa thamani mbele ya mataifa. Lakini kingine, Yesu alikataliwa lakini akawa mwokozi wa dunia. Nataka nikuonyeshe watu waliokataliwa. Andika, kukataliwa kwa leo sio mwisho wa kusudi lako, ni mlango
wa neema ya kimungu. Hata kama kuna sehemu unakataliwa, unafanya vitu lakini unakataliwa, unafanya jambo hili unakataliwa, unashangaa tu kwenye familia yako, unafanya jambo watu wakuungi mkono, unafanya jambo watu wanakukataa. Sikiliza, kuna wakati Mungu anakutengeneza kwa ajili ya utukufu wake. Lakini pointi namba 5, tambua sababu ya kuwepo kwako ili uache kuishi kwa kukopa tabia za wengine. Kuna wakati uliishi kwa kukopi tabia za wengine kwa sababu hujajijua wewe ni nani. Sikiliza, ukijijua wewe ni nani, hutaogopa watu wanavyokusema. Ukijijua wewe ni nani, hutaogopa rumors za watu. Utafanya vitu kwa kujiamini kwa sababu wewe ni wewe hapa duniani. Hakuna mtu mwingine kama wewe. Fanya kama wewe, tembea kama wewe, waza kama wewe, tenda kama wewe. Ogopa kufanya kama mtu mwingine. Kila mtu hapa duniani kuna namna alivyo ambavyo hawezi kufanana na mtu mwingine. Hata iweje, huwezi ukajilinganisha na mtu mwingine. Lazima ujue kujipa thamani yako wewe kama wewe kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi hii namba 5 inasema tambua sababu za kuwepo kwako ili uache kuishi kwa kukopa tabia za wengine. Kukopa, unakopa tabia za wengine. Sikiliza, katika Mithali 19:21 neno la Mungu linasema, mawazo mengi yapo moyoni mwa mtu, bali shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Acha kwa kuishi kupitia mawazo ya watu wengine. Kila mtu atakusemea vibaya. Yaani ukisikiliza comment za watu duniani ungeshakufa tayari. Ni vile hujasikia mioyo ya watu inavyokunenea. Kila mtu ataongea jambo kama moyo wake utakavyo. Kuna marafiki ukiwafanyia jambo zuri watakuongelea vizuri. Hata ufanye mara 10 watakuongelea vizuri. Wakati umefanya mara vibaya au umekosea kidogo jambo moja, watafuta yale yote 9 na kushika lile la 10 ambalo ni baya uliowafanyia. Kwa hiyo ukiishi kwa kupitia comment za watu, hauwezi kusurvive. Sikiliza, usijilinganishe na watu wengine. Sababu ya wewe kuwepo ni tofauti na wengine. Kingine, jitambue, jikubali, jithamini. Lakini andika pointi hii itakusaidia. Mtu aliyeelewa sababu ya kuwepo hawezi kuishi kwa shinikizo la watu. Sikiliza nikwambie ndugu yangu mpendwa, usiruhusu historia yako kukataliwa, magumu au maoni ya watu ya kuondolee fahamu ya sababu ya kuwepo kwako. Mungu ana kusudi kubwa juu yako. Wakati umefika wa kuamka na kusema nimeumbwa kwa kusudi. Maswali haya mawili unaweza kujiuliza wakati nikiwa nimefikia mwishoni mwa somo hili. Je, nimeanza kutafuta sababu yangu ya kuwepo au bado ninaishi kwa mazoea? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wa mbinguni akubariki sana na ujue